Yes, karibuni sana siku ya leo, karibuni tena kwenye nje ya box ya Nteze Media. Karibuni. Leo tunatazama usajili kwenye nje ya mipaka ya Tanzania. Yes, tunavuka mipaka. Kama nilivyokuambia, Nteze Media kazi yetu ni kuhabarisha habari zote ambazo zinatokea kwenye nyanja za michezo hapa nchini Tanzania na nje ya mipaka ya Tanzania. Sasa tunavuka pa kwenye timu ya Manchester United ambayo iko pale jijini Manchester kuelekea msimu unaokuja. Wanatakiwa kuboresha kikosi chao chini ya Ruben Amorim ambaye amejiunga kwenye msimu huu zika hivi karibuni wa 24-2025 japokuwa kufanya vizuri kabisa. Sasa tetesi usajili zinazungumzwa. Manchester United walio kufanya maboresho ya kikosi chao japokuwa hivi karibuni wamekaribisha deal la Matheus Cunha kutoka kwa timu ya Wolverhampton ya pale nchini Uingereza, japokuwa kuna wachezaji wengine wanatajika zaidi kujiunga na timu hiyo ya Manchester United kama Victor Gyökeres kutoka pale Sporting CP ya Sporting Lisbon nchini Ureno, Bryan Mbeumo kutoka pale Brentford ya nchini Uingereza na Emiliano Martinez kutoka Aston Villa pale nchini Uingereza. Sasa msimamo wa Victor Gyökeres kama mchezaji, yeye anahitaji kujiunga na Manchester United kwenye msimu unaokuja, japokuwa hajatajwa moja kwa moja je anahitaji kuja Manchester, japokuwa yeye binafsi kwenye timu yake ya Sporting CP pale nchini Ureno anahitaji kubadilisha mazingira na kurejea kwenye ligi ya EPL yani Premier League katika msimu unaokuja. Japokuwa Manchester United wao kama timu hawajafanya vizuri na hawana nafasi ya kushiriki klabu bingwa barani Ulaya katika msimu unaokuja, lakini Victor Gyökeres ameonyesha nia ya kwenda kucheza kwenye timu ya pale Uingereza. Watu wengi wanahusisha kutokana na mahusiano ya Victor Gyökeres pamoja na Ruben Amorim ambaye alikuwa ni mwalimu wake kwenye kikosi cha Sporting CP pale Ureno, huenda ikawa ni nguvu kubwa zaidi ya kumuongeza kwenye kikosi cha Manchester United kwa msimu unaokuja, na ikawa ni nzuri kabisa kwenye upande wa Manchester United. Huyo ni Victor Gyökeres Sporting CP ambaye huenda kajiunga na Manchester United kwa msimu unaokuja wa 2025-2026. Lakini upande wa Mbeumo, mchezaji kimataifa wa Cameroon akiwa anapiga timu ya Brentford ya pale nchini Uingereza, na yeye pia ameonyesha interest kubwa kabisa kujiunga na Manchester United japokuwa pata offer 4 za timu 4 kutoka pale nchini Uingereza kama Newcastle United, Arsenal pamoja na Tottenham Hotspur ambazo zote hizi zinashiriki klabu bingwa barani Ulaya. Lakini Bryan Mbeumo yeye anatakiwa ametamani zaidi na ametaja yeye anataka kutua Manchester United, na Manchester United walipeka offer ya kwanza ya pauni milioni 45 na add-ons ya pauni milioni 10 ikawa 55, lakini upande wa Brentford wao walikataa. Kwa Manchester wamepeka second bind kwa mchezaji huo Bryan Mbeumo, ambao wao kama mchezaji na klabu wamekubaliana makubaliano binafsi na huenda kavuta mshahara wa fundi la kila 250 mshahara mara 5 ambao alikuwa anapata pale Brentford ya pale nchini Uingereza. Huyo ndio Bryan Mbeumo ambaye msimu uliopita kwenye msimu wa 2024-2025 pasia magoli 20 msimu mzima wa EPL pale nchini Uingereza. Lakini upande wa goalkeeper ambaye anatajwa zaidi ni Emiliano Martinez kutoka pale nchini kutoka pale Aston Villa, mchezaji kimataifa wa Argentina. Emiliano Martinez ambaye anacheza katika timu ya Aston Villa, performance yake ni kubwa kabisa. Kumbuka Manchester United wao kama team wana japokuwa hajafanya performance kubwa zaidi kwenye msimu uliomalizika hivi karibuni, na watu wengi husisha huenda kaondoka zake katika viunga vya Manchester United. Hizi ajili ambazo zimethibitika kupitia Fabrizio Romano, na Manchester United wao kama team wanatakiwa kupush hizi deal 3 yani Victor Gyökeres, Bryan Mbeumo pamoja na Emiliano Martinez kutoka pale Aston Villa. Sisi Nteze Media kazi yetu ni kusogezea habari zote ambazo zinashika hatamu dunia mzima, na pia kupitia nje box Nteze Media kusogezea habari yote. Wapenzi na mashabiki wa Manchester, Tanzania na East Africa, get ready issue ya Victor